Habari wadau wa kutawala vifaa vya muziki. Ni mimi mtaalamu wako Benson Msechu kutoka Beam Media Limited, ambaye ni mbobezi kwenye upande wa kutawala vifaa vya muziki, lakini kusanifu mifumo ya sauti kwenye maeneo mbalimbali. Nimekuwa nimejikita zaidi kwenye kitabu ambacho naamini kitajibu maswali mengi ambayo nayapokea. Kitabu hiko kiko mbioni kabisa, ambacho kina jina la Kutawala Audio Filters and Equalization, mwongozo wa kivitendo wa namna ya kurekebisha sauti. Kutokana na maswali yamekuwa ni mengi na kitabu hiko kiko karibu kutoka na kijatoka bado, nimeona kwanza nianze kujibu baadhi ya maswali ambayo nimeyapokea ndani ya Tanzania, lakini pia kuna wadau mbalimbali wanaonifuatilia kule Kongo, marafiki zangu, Burundi, Rwanda na Kenya, ambao wamekuwa kiniuliza maswali, na kwa sababu muda ni mchache nimeshindwa kujibu mmoja mmoja. Kwa naomba tafadhali usichoke kuendelea kuniuliza, lakini pia uniwie radhi kwa wale ambao nimeshindwa kuwajibu kwa wakati, kwa sababu pia ni wengi, na hivyo nimeamua kukutengenezea namna ya kuseti kifaa cha crossover. Ila kabla sijaanza kuangalia how to set crossover, ambayo ni the main topic, nataka tukuangalia tu kwamba watu wengi wamekuwa kichanganya kati ya crossover pamoja na equalizer. Na sasa nataka niweze kutafsiri vitu viwili na kukutenganishia. Equalizer manake nini? Equalizer ni kifaa ambacho simply kinatumika kusawazisha sauti. Kwa neno equalizer kwa Kiswahili ni usawazishaji. Kinasawazisha toni mbalimbali zilizopo kwenye ule usikivu wa binadamu, ambayo ni kuanzia masafa au frequency za 20 Hz mpaka 1020 kHz. Inaenda kwenye kila toni moja moja, ili kwamba iweze kukupa sauti ambayo ni sikivu, sauti ambayo itakupa vionjo fulani, au kurekebisha baadhi ya maeneo ambayo hayasikiki vizuri yaweze kusikika, au yaliyosikika kupitiliza yaweze kuyashusha. Kwa hiyo ndio maana halisi ya equalizer. Na equalizer huwa ukiona inafanana namna hii, inakuwa na vivolume vingi vingi. Hivi ni vislider vingi vingi vya kupanda na kushuka, na utaona kabisa kwenye upande huu wa kusimama, ambao kama ningekuwa naingia darasani kwenye engineering ningesema this upande ambao ni wa x axis ndio upande ambapo volume zinaweza kaongeza au kashusha, na hapa kwenye zero ni sehemu ambapo ni ya katikati, ambapo hujaongeza wala haujashusha. Equalizer inafanana namna hii, na kwenye kila volume imeonyesha ni frequency gani ambayo unaweza kaiongeza au kaipunguza. Hapa ni 20, hapa ni 40, hapa ni 23. Kwa kila volume iko kwenye frequency yake. So this is a equalizer, inasawazisha lakini haifanyi kazi ya crossover. Sasa nikupe pia tafsiri ya msingi ambayo nikifuata kiangalia kwa umakini zaidi, ni kifaa ambacho ni crossover. Sasa kifaa hiki cha crossover, kazi ya crossover maana yake nini? Crossover kazi yake kubwa ni kutenganisha makundi fulani ya frequency. Inatenganisha frequency kulingana na uwezo wa kule unakotaka kupeleka. Kwa mfano kama ni speaker yako, kwamba speaker yako ina mwitikio wa frequency gani, kuanzia wapi hadi wapi, ambapo kwa Kiingereza inaita ina frequency response ngapi. Frequency nyingi maana kama speaker ambazo tunaziita za mid high za kwenye stand, unakuta nyingine zinaanzia kuanzia 60 au 55 mpaka 1020. Kwa hiyo crossover inakusaidia kutenganisha zile frequency, ili unapozipeka kwenye amplifier na kwenda kwenye speaker yako iweze kubaki salama. Kwa sababu kitaalamu tunasema hivi kwamba sijawahi kuona speaker moja ambayo inaweza kupiga frequency zote kuanzia 1020, kuanzia 20 Hz mpaka 1020 kHz. Kwa hiyo crossover inakusaidia kufanya kazi ya namna hii. Na kwa kufanya kazi ya namna hiyo, maana yake unaweza kuilinda speaker yako, lakini pia inachokusaidia kingine kwenye crossover, unaweza pia kusave pia amplifier yako, kwamba isitumie nguvu kubwa zaidi kupita kiasi, kwa sababu unaweza kutoka kama speaker yako haina uwezo kuzalisha hizo frequency, na kwa sababu ya kutokuwa na kifaa cha crossover, ile amplifier imepokea frequency ambazo hazihitajiki, na ikafanya kazi yake, ikaifanyisha ile amplifier kazi kubwa kupita kiasi. Hiki ni kifaa chetu cha crossover, na utakiona kidogo ni tofauti ukilinganisha na ile equalizer ambayo nimekuonyesha, ambazo ni graphics equalizer. Hiki inakuwa ina knob mbalimbali hapa. Unakuta kuna upande wa input, lakini kuna upande ambapo wa crossover kuset, na kuna upande wa volume wa yale makundi ya frequency ambayo yamegawanya, ambayo kwa hapa tunaona kwamba kuna upande wa low, kundi la low lina volume yake, na kundi lile ambalo frequency ambazo ni za katikati nazo na volume yake, na zile frequency ambazo ni za juu nazo zina frequency yake. Huu ndio muonekano wa crossover. Na kifaa ambacho ninacho hapa naenda kukuelekeza, ambapo nimeona watu wengi sana wana kifaa hiki, ni DBX 234 XL, ambapo hiki kifaa nitakupeleka hatua
kwa hatua. Sasa nisikilize mdau wangu unayenifuatilia kwenye mafunzo haya ya kutawala vifaa vya muziki. Nataka nikuonyeshe hivi kwamba baada ya kukupa tafsiri hizo za muhimu, nataka uweze kuangalia kitu ambacho cha msingi. Sasa watu wengi mara nyingi wamekuwa wakiitumia equalizer kama vile crossover. Kumbuka kazi ya crossover tumesema inatenganisha frequency, kwamba kila speaker ina frequency ambazo zimetengenezwa zinaweza kuzizalisha, zimekuwa design, tunaita frequency response. Na mara nyingi kwenye speaker ukigeuza kule nyuma utaona amekuandikia frequency response, uwezo wa ile speaker kuzalisha hizo frequency ni zipi. Kama haijaandikwa, kuna baadhi ya speaker ambazo sasa hivi ni modern, nyingine hawaandiki kule nyuma, basi unaweza kuchukua ile model number ya ile speaker ukaipeleka kwenye internet ukasearch na ukapata. Kwa wale ambao ni speaker ambazo za kuchonga ambazo wametengeneza kwa hapa ndani kwenye viwanda vyetu vya ndani, sasa naomba niwape ushauri ya kwamba unapomtengenezea mteja wako speaker yoyote ile, hakikisha pale nyuma unamwambia kwamba mteja wako kwamba speaker hii ambayo nimetengeneza ina uwezo wa kufanya kazi vizuri kuanzia frequency fulani hadi frequency fulani. Ukifanya hivyo, kwa Kiswahili cha mjini nasema kwamba utakuwa umetisha sana, umeboresha viwango vyako. Usimpe tu mteja speaker ambayo haina kitu chochote pale, inakuwa ni ngumu yeye kuweza kuvitawala. Sasa wengi wetu wanakuwa nafikiri kwa sababu ya budget na vitu vingine kama hivyo, wanakuwa na kifaa cha equalizer hapa. Na equalizer ni kama hivi unavyoiona, na wanachokifanya kwenye kifaa hiki cha equalizer, wanakuwa na equalizer, wanakuwa wana mixer yao moja hapa, wana equalizer na amplifier, alafu na speaker zao. Wanachokifanya ni kwamba ule upande ambapo ni speaker zile za mid high, unakuta anashusha hizi button, anashusha ya kwanza, ya pili, ya tatu, alafu huko anazipandisha juu, alafu njia hii anachukua hapa naipeleka kwenye upande mmoja wa amplifier. Wengi wanaita booster, sijui booster ametoa wapi. Of course ina make sense kwa sababu booster maana yake inakuza, lakini jina ambalo kitaalam official inaita amplifier. Kwenye hii amplifier ambayo kazi yake ni kukuza sauti, anaingiza hapa, anapeleka kwenye speaker yake. Anapofanya hivi anamaanisha kwamba hizi frequency za kuanzia 125 kushuka huko amezishusha chini. Kwa hiyo speaker yake anaongeza tunaamua tu kuongeza hizi volume ziwe juu ili kwamba ziweze kuja kuingia kwenye hapa. Na upande wa base anatumia upande wa ile channel ya equalizer, upande wa channel 2, anafanya kwamba anaongeza upande wa base zote juu, alafu na huku chini anafanya nini? Anashusha zile upande zote, frequency zote za high, anachukua hapa, anasema basi base yake itakuwa inadunda sana. Mwingine kama hana hii equalizer, labda ameanza na amplifier, ameanza na mixer, na mixer yenyewe ni powered mixer. Kuna baadhi ya powered mixer unakuta upande huu wa channel moja hapa pana equalizer yake, panakuwa pana equalizer mbili, na upande huu pia napo pana nini? Pana equalizer yake. Utakuta na mtu huyu anafanya hivyo hivyo, upande huu wa channel 1 ana equalizer inakuwa chini kabisa hapa kwenye upande wa masafa ya base, afa masafa juu anaweka hapa, anakuwa kidogo nini? Pakubwa. Kimaanisha kwamba hii njia hii sasa ndio inatoka hivi, inakwenda moja kwa moja kwenye hii, inaenda hivi. Kama hii equalizer hana, atachukua moja kwa moja ataipeleka direct kwenye nini? Kwenye amplifier. Right? Na kadhalika huko kwenye upande wa base, kama powered mix yake ina equalizer kingine hapa pembeni, yeye anachokifanya ni kwamba upande wa base anaongeza kabisa hizi volumes za upande wa base ya masafa ya base, alafu kwa masafa ambayo ni ya high anayashusha, alafu anachukua waya wake huu na upitisha hapa, anaopeleka huku. Kwa akifanya kwa staili hii, anaamini kwamba hizi frequencies zitakuwa zimeenda. Kumbuka hapa pana mixer, pana EQ, lakini pana mix, pana amplifier. Kwa kama mtu ana hii na hataki kununua hii, huwa wanafanya hivi, alafu equalizer nakuta ameiondoa, anachukua pamoja kwa moja anapeleka hapa. Sasa niwaambie ya kwamba njia hii utakuwa haujalinda speaker yako wala hautakuwa hujalinda base yako, kwa sababu kazi ya equalizer ni kusawazisha na sio kuzuia yale masafa ambayo hayatakiwi kwenye speaker yako kutokupita. Mwingine anambia, bwana Msechu unasemaje bwana? Is it true? Ngoja nikuonyeshe hapa uweze kuona. Kwenye hizi volume zilizoko hapa, nikwambie. Hizi volume zilizoko hapa, unaona hapa ameniambia kwamba hapa katikati ni 0, manake sauti hujaiongeza wala hujaipunguza. Ile kirudi hapa umeona kuna 6 dB. Kuna button ukibonyeza hapa itakuja kwenye 16. Either unapunguza 16 au unaongeza 6 au 16. Kwa hiyo maana yake
Kama sauti yako ilikuwa labda let's say ina volume labda let's say ya 90, ina maana ukipandisha hivi umeongeza tu 6 dB. Na ukishusha chini kabisa kama mnavyofanya wengine ambao wanafanya hivi, anachukua hizi frequency kuanzia 60, anashusha labda tuseme mpaka maybe 160, alafu huko anaziacha. Na mbaya zaidi sio kama aziacha hata kwenye 0, anazidi kuzipeleka huku juu. Sio anapeleka wapi? Anapiga volume kabisa, anasema bwana hapa basi mimi upande huu ina connect ile speaker ambayo ni ya mid high ya kwenye stand, au kama ni full range anaweka huku, alafu huku chini anakuwa ameshusha namna hii. Kwa anachukua upande huu wa kwanza ambao ni output hii, anaipeleka kwenye amplifier, anafanya namna hii. Alafu upande huu mwingine, upande mwingine anaita ni upande wa nini? Ni upande wa base. Kwa kwenye upande wa base anajua kwamba kinachotakiwa ni base ipite, basi hizi zote nazishusha chini. Alafu umeona hizi huko anazipandisha juu namna hii, akiamini kwamba amezuia hizi frequency. Nikwambie mdau wangu wa Kutawala Vifaa vya Muziki, elimu hii ni elimu potofu na ni kinyume kabisa na uhandisi wa sauti. Unachokifanya hapa, haujazuia frequency bali umepunguza kwa 6 dB. Kwa hiyo kama ni 90, maana yake tukitoa 6 tunapata ngapi? Tunapata 84. Na endapo mtu ataongeza volume kwenye mixer, ina maana tarudi kwenye 90 ile na speaker yako itapokea zile frequency, lakini ziko zimepungua kidogo ukilinganisha na hizi nyingine. Kwa hii njia sio sahihi. Ninawashauri wadau wote wanaonifuatilia, usitumie mtindo huu, kwa sababu huu ni mtindo ambao sio sahihi, lakini pia unahatarisha uharibifu wa vifaa vyako vya muziki. Unaondoa ile sema headroom yako, na sababu sauti inakuwa iko clip, kwa sababu umeongeza frequency kupita inavyotakiwa, umeongeza gain yake kupita inavyotakiwa. Kwa hiyo nataka nikuambie vya kwamba njia hii tangu leo tunaikataa kabisa. Kama ni watu wa kanisa tusema naishindwe kwa jina la Yesu. This is the wrong ideas, namna kuunganisha vifaa vyako hivi kwa mtindo huu. Kwa hiyo naamini kabisa kuanzia leo jambo hili litafutika kwenye akili za watu. Sasa mdau wangu wa Kutawala Vifaa vya Muziki, nataka nikupeleke hatua kwa hatua kwenye njia sahihi ya kuunganisha kifaa chako cha crossover. Na hapa ni kama bonus tu, nimekuwekea pia na equalizer, japokuwa kwa leo sitaingia ndani sana kudadavua namna equalizer inavyofanya kazi. Tunafuta hii njia tumesema ni wrong na tumeweka negative. Sasa okay, kabla hujaunganisha kifaa chako cha crossover, kuna mambo machache nataka niseme, na haya mambo ni mangapi? Haya ni mambo 4 ya kuzingatia wakati unapofikiria kuseti kifaa chako cha crossover. Jambo la kwanza, lazima ujue kwa hakika kwamba speaker yako ina uwezo gani wa kuzalisha hizo frequency. Mara nyingi utakuta ukigeuza speaker yako, nyuma ya speaker itakuwa imeandikwa inaweza kuzalisha kuanzia frequency gani hadi frequency gani. Na ukishajua hapo, ni hatua moja, uko kwenye eneo ambalo ni zuri sana. Jambo la pili ni lazima hakikisha kwamba amplifier yako umeizima. Usije kafanya na seti kifaa chako cha crossover wakati amplifier iko on na speaker zako umeziunganisha. Unaweza kabisa wakati wa kuseti ukajikuta unaunguza au unaharibu vifaa vyako vya muziki kupitia sauti ambazo zile speaker haziwezi kuzalishwa. Jambo la tatu ni lazima kifaa chako uweze kuamua kwenye akili yako ya kwamba ni modi gani mimi naenda kuitumia kwenye hiki kifaa changu cha crossover. What kind of mode are you going to use? Kwa mfano crossover kama nimekueleza, ambaye ni ya hii crossover ambaye ni ya DBX ambaye 234, utakuta hapa nyuma kuna mode selections, kwamba wewe unatumia mode gani. Je, unatumia mode ambayo ni ya stereo 3 way au stereo 2 way, au unatumia mode gani? Kwa hiyo kuna switch hapa nyuma, unatakiwa uchague kulingana na modi ambayo unakwenda kuitumia. Na kwenye darasa langu la leo nakufundisha tu modi moja ambayo ni ya stereo 2 way, ambayo stereo 2 way hapa utaona kabisa ile stereo 2 way imekuonyesha mchoro wake hapa chini ya kwamba switch moja hapa itakuwa iko chini na moja iko juu. Maana kama iko juu, hii switch hii hapa inabidi iwe chini na hii nyingine iwe nini? Iwe juu. Kwa nikifanya hivi maana yake nimeiambia nini cha kufanya kwenye crossover hii
ya DBX 234. Kwa wale ambao kwenye upande wa driver Rex kwa mfano kama 260 au 360, hayo madini yapo zaidi kwenye kitabu changu, ila kwa leo nataka tuzungumze kwenye upande kifaa hiki cha analog. Lakini the concept are the same. Lazima uwe na modi kwanza, umeiseti vizuri, ili usije kapeleke sauti ambayo isiotakiwa kwenye speaker zako na ikafika mwisho wa siku afanya nini, ukaharibu. Kitu kingine cha msingi ambacho nataka kukifahamu, hivi tu vifahamu kabla hujafanya chochote. Kitu kingine lazima ufahamu ya kwamba crossover frequency yako ni ipi. Sasa umeshajua frequency yako ya upande wa speaker yako ya mid high ni aina gani, zile top kwa jina la rais analiita, na speaker ya subwoofer ambayo ni base, umeshajua ni wapi hadi wapi. Sasa unatakiwa uchague crossover frequency, right? Kitabu changu cha Kutawala Audio Filters na equalization kimeeleza mbinu mbalimbali za kuchagua hizo crossover frequency. Lakini kwa hapa mimi nitakupa tu kwa mfano na nitakupa elekezi ya crossover frequency ambayo unaweza ukaanza nayo, ila unaposoma unakuwa deep zaidi na kuweza kuhakikisha kwamba sound yako ina balance kati ya juu na chini na unapata mkito. Maana najua watu wengi wanapenda mkito ambao ni mzuri, mkito ambao unaovutia, mkito ambao ukisikiza muziki kama yes, hii ni sound, lakini haitakiwi kuumiza watu, right? Okay. Nao sasa tumeweza kuona hivyo vitu vyote. Sasa let me nikupeleke hatua kwa hatua kwenye collection. Tega sikio lako kwa umakini. Kama unatumia powered mixer, mfumo naomba tuwache huu. Hakikisha kwamba EQ yako inakuwa tu kawaida. Naomba hapa kama unatumia powered mixer, basi hakikisha kwamba hizi EQ zako ziweke kwanza nini? Katikati, right? Katikati. Zina matumizi yake, pale utakapohitaji kupandisha kupunguza, zina matumizi yake, ni kitu gani unakisawazisha. Ila kwa somo hili liache kwanza zote equalizer hizi ziwe katikati. Kama unatumia zile mixer ambazo ni nyingine ambazo sio powered mixer, unakuta nyingine hazina EQ hapa, kwa maana yake utatumia equalizer pale ili sauti yangu iweze kwenda vizuri. Sasa nao tunatumia huu mfumo ambao ninakuonyesha connection hapa. Ninatumia mfumo ambao ni kwa wale ambao kwa kweli budget yao ipo chini, budget yao ipo ndogo, na uwezo wa kununua vifaa vyote kwa wakati mmoja inakuwa kidogo ni changamoto. Na kutokana na kutumia mode ambayo inaweza kusaidia kwamba tunaita mono system, kwamba nasema hivyo kwamba okay, unachukua ule upande, let's say upande wa kushoto ambao mimi nimeuita channel 1, unachukua waya wa upande wa kushoto unaoleta moja kwa moja unapeleka kwenye nini, kwenye channel 1, right? Alafu then unachukua huu waya ambao ni wa right, unachukua moja kwa moja unapeleka namna hii inakuja kwenye channel 2. Si tuko pamoja? Sasa ina maana channel 1 na channel 2. Mimi nilichokifanya upande wa channel 1 nitatumia huu upande kwa ajili ya kuendesha speaker zile ambazo za nini, ni speaker ambazo ni za mid, ambazo ni mid high au tunasema top speakers, right? Kama ni full range unaweza kuweka pia upande huu, na upande mwingine ni kwa ajili ya kuonyesha zile speaker ambazo ni kubwa, tunaziita za subwoofer au tunaita bass speaker, right? Wengine wanataka ndonga. Haya, tunapeleka upande huu wa nini, upande mwingine. Angalia equalizer zangu mimi hapa. Mimi equalizer zangu sianza kupandisha juu wala chini, nimeacha kwenye 0 dB. Hapa ni 0 dB. Sijapeleka slide juu wala chini, nimeiacha kwenye 0 dB kwa sababu hayo sio matumizi yake. Kama nitahitaji hapa kuna kitu kimemiss, ndio nitaenda kukiadjust kupitia hii EQ, right? Ambayo ile sio somo letu kwa ajili ya siku ya leo. Then nikitoka hapa ninachukua output ya upande wa channel 1 ninapeleka kwenye crossover. Nikipeleka kwenye crossover, sasa nimefika hapa kwenye crossover, na then hii inaingiza kwenye nini, channel 2 kwenye nini, kwenye crossover. Kinacho happen nini sasa? Lazima ni set crossover. Angalia hii hapa tuna set nini crossover frequency. Kuna hii hapa hata nimeandikwa crossover frequency, imeandikwa X over. X over maana yake ni crossover, pale ambapo sauti zinapishana. Yale masafa yanapitishana, masafa yale ambayo kwa ajili ya subwoofer na masafa yale ambayo ya top katikati yanapishania wapi?
hapo ndo lazima useti, na mimi naseti kwa kutumia ile crossover, ile nobu ya kwanza, sio nobu ya pili ambayo inaendelea kwenye upande wa kati ya mid na high. Natumia kati ya crossover kati ya low na mid, natumia crossover hii ambayo ya kwanza kabisa hapa, ndio ninaiseti kwenye hii DBX yangu. Kwa nikiseti hapa nazungusha kikinobu. Sasa mimi nimekupa kwa 100, lakini sikariri, sio lazima 100. Naweza kasogea kidogo. Wengine 120, inarudi wengine 80, kutegemeana na namna ambavyo umesoma zile speaker zako na wapi ambapo panasikika vizuri. Kwa sababu hii nobu ukizungusha sana, mwingine anaizungusha unakuta ameweka mpaka 500. Unapoipeka mpaka 500, maana yake unaiambia base yako itaanza kuimba maneno. Watu wengi wamekuwa kinipigia hasa kutoka marafiki zangu kutoka pia Kongo, wakiniambia bwana, mbona nasikia bwana speaker hii na ya base inaongea bala kudunda. Sasa hii ndio kitu kama umezungusha kupita kiasi. Kwa hiyo maana yake hapa nimekupa mahali pa kuanzia angalau 100. Kwa hiyo una seti crossover huku ngapi? 100. Na kumbuka setting loko upande channel ya kwanza, na pia ipo upande channel ya nini, ya pili. Kwa exact na hapa pia napeleka kwenye ngapi? Kwenye 100. Kwa maana yake nini? Nikishafanya hivi sasa nasema okay, kila kitu kiko sawa. Volume zake hizi volume ya leo naweza kaka 000 na huku volume kaka nini 00. Pale inapohitajika nitaongeza hizi knob volume zake, kama ni speaker high nitaongeza. Nikishafanya hivi crossover yangu nimeiseti vizuri kabisa. Kinachofuata, kwa sababu uwezo wangu kuwa siwezi kuwa na vifaa vingi wakati mmoja, ninaamua kuchukua hii high hapa, hii output ya upande wa high ninaichukua moja kwa moja ninaileta kwenye channel 1 ya amplifier exactly, na huku ninachukua upande wa low ambayo nasema inaenda kwenye base, nachukua moja kwa moja inaenda kwenye amplifier channel upande wa nini, upande wa base, ambayo inachukua hapa, hii inapiga base, alafu na upande wa output inapiga upande wa midi. It means kama nilikuwa nina amplifier mbili kwa mfano, ninaweza nikasema hivi kwamba high ya kwanza na high ya pili zote ziende tena kwa channel 1 na channel 2, kwa inakuwa ni stereo connection, na kule inakuja kama stereo connection. Lakini upande ule wa low nitachukua low ya huku na huku nitaipeleka kwenye amplifier nyingine. Maelezo hayo yapo kwa undani zaidi kwenye kitabu ambacho nimeandika hivi kwamba kutawala audio filters na equalization. Ila hapa ninataka tu nikupe huu mtaji. Sasa ngoja wengine niwaonyeshe, kwa sababu nataka kumwambia unachukua kwenye high na huku kwenye low output. Sasa bwana Msechu, hiyo nachukua wapi? Let me show you. This is a crossover and not equalizer. Let me show you, mwanafunzi wangu unayenifuatilia kwenye YouTube channel hii ya B Media Limited. Let me show you where to take. Hii nimeiweka hivi kwa upande huu, kwa mfano tuseme sasa okay, huku ni channel 2, channel 2 ni upande huu na channel 1 ni upande huu. Twende hivi kwa tuseme channel 1 tuseme ni huku, right? Kama nilivyosema tuseme channel 1 ni huku. Kama channel 1 ni huku na ndiko nimepeleka sauti za high, ina maana mimi naenda kuangalia ule upande wa high. High inakuwa ni hii hapa. Umeona high hii hapa? Do you see high? Hii ndo high, mtazamaji wangu unanifuatilia kwenye darasa hili la kutawala vifaa vya muziki. Basi hapa mimi nachomeka namna hii. Nachomeka kacha. Nikichomeka hivyo, hapa nimeitoa, ninaipeleka upande mmoja nini? Wa amplifier. Umeona huku inatoa, huku ni male, unaingiza kwenye input ya amplifier, alafu output upande ule wa amplifier ndio unapeleka kwenye speaker yako, either ni full range au ni midi. Sasa tuende sasa, ikiwa upande wa base nimesha kuonyesha, unakuja upande mwingine ambayo hapa kwenye mchoro wangu upande mwingine tumeutumia kama channel gani? Hapa tumetumia kama channel 2. Channel 2 niko sahihi. Tunakuja hapa kwenye low. Hii ndio upande wa low. Have you seen low here? Unaangalia hapa chini, hapa ni nini? Ni low. Ukishaona low namna hii, unachukua hapa moja kwa moja, unaunganisha wapi? Unaunganisha kwenye low. Hii ni low, umeiona low hii? Unapeleka ile amplifier yako upande mwingine wa nini? Ule upande wa amplifier low, then kwenye output ya low unapeleka kwenye subwoofer yako. Sasa mfano hapa ulikuwa na base mbili za single, unaweza kutoka kwenye amplifier ukazilupu pamoja kama ni single, na kama ni midi unaziunga pamoja. Ila kwa wale ambao wenye full range, sishauri sana full range kuziunga parallel kwenye mguu wa amplifier unless umejiridhisha
kama amplifier yako inaweza kupiga kwenye 2 ohms, otherwise itakuwa ina joto sana. Lakini kama zile speaker nyingi ambazo zina 8 ohms, unaweza kazunga parallel zikawa 4 ohms. Hiyo ni maelezo ya ziada ya bonus, lakini lengo langu kubwa nilikuwa nataka kufanya hivi. Sasa namalizia bonus tip nyingine. Nimekutana na watu pia nakuta kwamba sema Msechu bwana, nataka kununua vifaa vya muziki, alafu budget yangu kidogo, mimi ni mchungaji, nataka kuhubiri kwenye sehemu fulani, lakini uwezo wa kununua vifaa vyote kwa wakati mmoja siwezi. Sasa bwana Msechu, unanisaidiaje bwana? Hivi ni vifaa gani ambavyo ni vichache sana vya msingi ninaweza nikaanza navyo? Mimi nataka pia niweze kusikiliza, pia niwe na speaker zangu zile juu top midi, lakini pia nipate bass. Niambie vifaa vichache vya msingi. Mimi ningekushauri, kwa sababu nahitaji pia kulinda zile speaker zako, ningekushauri unaweza ukaamua hii ukaiacha kwanza. Ukaacha kwanza nini? Ukaacha kwanza equalizer, alafu ukaendelea nini na crossover. Maana ukatoka pamoja kwa moja, ukaja ukaunga hapa moja kwa moja, ukaunga hapa, ambao upande huu ukaweka kwa ajili ya midi yako na upande huu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya bass. Kwa maana kwamba utakuwa na utakuwa tayari sasa hivi hapo una mfumo wako ambao umekaa vizuri kabisa, na utafanya na labda mix yako hapa tuseme ni ya kawaida, sio ile ya powered, manake inakuwa kwa connection namna hii. Na labda niongeze tu hapa mgusa powered, nataka niwaeleze ndugu zangu ya kwamba muunganiko huu ambao nimeutumia kwenye darasa hili, sikutumia ule muunganiko ambao unachukua zile voltage ambazo ni kubwa. Nimetumia muunganiko ambao unatoka hapa juu ya hii powered. Najua powered mara nyingi inakuwa na output mbili. Inakuwa na output ambazo zina umeme, ina moto voltage kubwa, na hii hapa ambayo kama imeonekana kama upande wa connection kama vile za upande wa mic, ambapo inaingia cable kama hii hapa. Umeona hii ya main ambayo inakuja kuingia hapa. Hii ndio connection nimeitumia. Usiye kachukue zile voltage kubwa huku ukaziingiza kwenye vifaa kama equalizer, utaharibu hiyo powered mixer yako. Kwa kufanya hivyo basi na kuzingatia mambo mengine ambayo nimefundisha kwenye channel hii ya kutawala vifaa vya muziki kama gain structure na vitu kama hivyo, kwa kwamba sauti zako haziendi kwenye ready na umebalance vizuri na unafungua volume kulingana na uwezo wa speaker yako, basi nikuambie kwa hakika kwamba vifaa vyako vitakuwa vizuri na vitakuwa salama kama umenunua vifaa ambavyo vyenye ubora mzuri. Asante sana kwa kulifuatilia. Nikushauri na grupu ambalo nimeliunda linaitwa la kutawala vifaa vya muziki la njia la WhatsApp. Endapo ungependa kwenda kule kubadilishana, nimeunganisha maengineer mbalimbali na mafundi mitambo kutoka maeneo mbalimbali, na tupo tunashare eneo hili la kutawala vifaa vya muziki. Endapo utapenda kujiunga ili kuendelea kushare mawazo yako na kusaidiana na kubadilishana mawazo kwenye elimu ya kutawala vifaa vya muziki, naomba ni text message zaidi kwenye namba yangu ya WhatsApp ya 0752025991. Thanks na Mungu akubariki. Tuzidi kuendelea na kutembelea YouTube ya Beam Media Limited kupata nondo na vitu vya msingi kama hivi. Mungu akubariki.